Kimsingi Nchimbi Bwana Nchimbi kama makamu wa rais haramu ambao wamejiweka madarakani, alipaswa kusema mchakato wa katiba mpya unaanza lini, na sio kuwaambia Watanzania kwamba wapambanie. Yaani kwa nini Watanzania wapambanie katiba mpya? Wao ndo wana ufunguo wa kutupa hiyo katiba mpya. Wanapaswa watenge budget ili wa kukwamua mchakato wa katiba mpya na kuambia Watanzania kwamba sisi kama serikali, hata kama ni haramu, tumeamua kwamba mchakato wa katiba mpya utaanza hivi karibuni, na sio kuambia kwamba Watanzania wapambanie katiba mpya. Hiyo ilikuwa ni kuwahadaa Watanzania, kuwaweka kwenye mrengo wa kuona kwamba CCM ina dhamira ya kweli ya kuwapa Watanzania katiba mpya, ambayo sio ya kweli. CCM hawana hiyo dhamira ya kuwapa Watanzania katiba mpya, na ndio maana Chadema imekuwa ni wimbo wetu, tunataka katiba mpya, na sio jana, tunataka katiba mpya, sio kesho, tunataka katiba mpya jana, tunataka katiba mpya leo, na sio mwaka 2030 au mwaka 2029 kama ambavyo wanasema CCM. Sisi tunataka katiba mpya leo, ili mpaka 2027 inafika, basi mchakato uwe umeshaanza, ili mpaka 2029 tumeshamaliza mchakato na katiba mpya iwe imepatikana. Kwa mtazamo wa Chadema, je, Tanzania bado ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na utawala wa sheria, au tayari imeingia katika hali ya ukandamizaji wa kisiasa? Tanzania sio nchi ambayo inafuata utawala wa kisheria wala mambo ya kidemokrasia. Ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2025, uchaguzi wa mwaka 2024, kwanza kutoka kwenye serikali za mitaa tumeona kulikuwa kuna ingua ya wagombea wa serikali za mitaa. Sasa imagine kama hiyo ilikuwa ni serikali za mitaa, alafu tukaja kwenye uchafuzi ambao ulifanyika 2025. Umeona vyama vingapi ambavyo vimegombea? Haya, hilo bunge lina wawakilishi wa vyama vingapi? Hivi vyama ambavyo vimepata wawakilishi wamepata haki kwa haki, wamepata kwa usawa, wamepata kwa sababu kweli walishinda? Angalia leo Chauma ina wabunge watatu, ina mbunge mmoja na viti maalum wawili. Hao viti maalum walipatikanaje ikiwa wamepata mbunge mmoja na less than 5% ya kura zote za wabunge nchini? Hao viti maalum walipatikanaje? Kwa hiyo unaona tu kwamba nchi sasa haijiendeshi kwa mfumo wa utawala wa kisheria, lakini kwa mfumo wa utawala wa mtu binafsi. Imekuwa ni nchi ambayo inaendesha kiimla, kwamba Samia Suluhu Hassan akisema leo basi Chauma wapate wabunge wawili, watapata wabunge wawili. Angalia tu yeye mwenyewe ameingiaje madarakani. Mathematically ni kwamba haiwezekani kabisa rais kupata 98% za kura za nchi nzima. Ni mathematically impossible. Niambie nchi nyingine ambayo kuna rais ambaye amepata 98% ya kura. It is impossible. Yani tumeingia katika nchi ya kuwa in dictatorship. Imeonekana kwamba sasa East Africa ukiangalia Museveni namna ambavyo aliingia madarakani na sasa yupo madarakani kwa miaka 40, Samia ndo ana mrengo huo na anakuwa coached. Tumetafsiri kwamba anakuwa coached na Museveni, na ukiangalia namna ambavyo shughuli za kisiasa za Kenya zinaendelea, unaona kabisa ni kwamba wanakuwa coached kuingia katika dictatorship. Angalia ni watu wangapi walifariki just so that mtu mmoja aje ajiite rais wa nchi hii, just so that chama fulani kiingie madarakani. Ni mambo ambayo ni ajabu sana kwa kweli. Ukiangalia pia namna ambavyo utawala wa nchi tu unavyoendeshwa. Leo kuna kesi 51 za ugaidi nchini. Yaani ugaidi walikuwa wakipanga wapi? Yaani ni kwamba utawala unaamua tu sasa, kwa sababu hawa ni wanachama wa Chadema na hawa ni wana fight for democracy, basi hawa tutawapa kesi za uhaini. Ikiwa mwenyekiti wao yupo gerezani na yeye amepewa kesi ya uhaini, hao wengine wanapewa kesi ya ugaidi. Maana yake ni kwamba ni nchi ambayo sio salama. Kwa nini inakuwa sio salama? Sababu ni moja tu, kwa sababu
tarehe 29 Oktoba kuna watu waliamua kwamba lazima wakae madarakani, wakajiweka madarakani kwa kutumia damu za Watanzania. Na Watanzania hawajasahau, na mpaka leo hawawezi kusahau, na Watanzania hawawapi ushirikiano. Ukiangalia mwezi tu uliopita, Mwana FA alikuwa kwenye tamasha la Bongo Flava. Pale anataka tu kuzungumzia kuhusu Mheshimiwa Rais, Watanzania walikataa kwa sababu hawamuelewi huyu mama. Hawaelewi sera zake, hawaelewi mambo ambayo anafanya. Aliwaahidi Watanzania kwamba mchakato wa katiba mpya utaanza ndani ya siku 100. Sasa hizi ni siku ngapi? Ndio uelewe kwamba hii ni serikali ya namna gani. Tanzania ipo kwenye mfumo wa demokrasia wa aina gani? Angalia bunge letu, ni bunge almost la upande mmoja tu, au wote ambao sisi tunaviita vyama vikaragosi ambavyo vimepachikwa tu mle ili kuonesha kwamba kuna upinzani kwenye bunge, lakini in real sense hamna upinzani kwenye bunge. Lile ni bunge la chama kimoja, chama cha CCM. Sisi kama Chadema bado tunaendelea na mapambano ya demokrasia. Tutahakikisha nchi hii ipate demokrasia na Watanzania wapate viongozi ambao wanawataka wao. Serikali imekuwa ikisisitiza maridhiano na utulivu wa taifa, na kwa upande wa Chadema maridhiano ya kweli yana maana gani na ni masharti gani ambayo ni lazima yatimizwe kabla ya kusema maridhiano yamefanikiwa? Kwanza kabisa, Chadema ilisema hatutaingia kwenye maridhiano au mazungumzo yoyote ya aina yoyote ikiwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu bado yupo gerezani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Chadema haitaingia kwenye mazungumzo ya aina yoyote kwa kuwa hakuna intermediary huru. Yaani kama ni jumuiya ya kimataifa, basi kuna mtu huru au taasisi huru ambayo itakuja kufanya hizo intermediary conversations mazungumzo ili kubaini kwamba chanzo mpaka hapa tulipofikia ilikuwa ni nini na way forward ni upi. Hatuwezi, tulishang'atwa na nyoka. Uchaguzi uliopita yale yaliyotokea yanajulikana, na Chadema ilishaingia kwenye maridhiano na Samia baada ya kesi ya Mbowe, na nafikiri Watanzania mtakuwa mnakumbuka. Baada ya ile kesi ikaja ikaonekana kwamba yale mazungumzo yalikuwa ni ya kuwahadaa Watanzania, ni kiini macho ambacho kilikuwa kililenga kuonesha kwamba Tanzania inaingia kwenye maridhiano ya aina fulani, lakini yale yote yalikuwa ni kiini macho. Sasa mpaka sasa sisi kama Chadema tumesema hatutaingia kwenye mazungumzo ya aina yoyote kama hakutakuwa na intermediary institution or people ambao watakuja kufacilitate hayo mazungumzo. Na Chadema imekuwa ikiweka mkazo ajenda ya mageuzi. Tunataka kufahamu, pamoja na Watanzania pia wanataka kufahamu, ni mageuzi gani mahususi mnayoyapa kipaumbele na ni kwa nini mnaamini hayawezi kusubiri baada ya uchaguzi ujao? Mageuzi ambayo tunataka sisi ni kwanza kabisa, nchi hii rais ana powers, ana power nyingi sana. Ana vitu ambavyo yeye kama rais anaweza kufanya kwa utashi wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo la kwanza ni kupunguza hizo powers za rais. Kwa mfano, rais ndio anayeteua majaji. Rais ndio anayeteua tume ya uchaguzi. Mwenyekiti wa uchaguzi anateuliwa na rais. Kwa hiyo tukianzia hapo tunataka hizo reforms ambazo haziwezi kusubiri uchaguzi ujao, kwa sababu tukisema kwamba tunataka reforms kwenye tume ya uchaguzi, maana yake ni kwamba tunataka reforms zifanyike kabla ya uchaguzi ujao. Rais asishiriki mchakato wala asiteue mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Rais peke yake hawezi akateua, asitakiwe yeye peke yake kuteua majaji nchi nzima ili mahakama zetu ziwe huru. Lakini pia tunataka mfumo wa serikali ubadilike. Yaani kuna vitu, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, kazi zao zinakuwa gani gani? Tunataka hawa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, kama ni very necessary wawepo nchini, basi lazima wachaguliwe na wananchi wenyewe, na sio rais na utashi wake na delegates yake basi wao watuteulie viongozi ambao wanakuja kuongoza Watanzania. Tunataka Watanzania wachague viongozi wao ili hawa viongozi sasa wawajibike kwa Watanzania na sio kwa rais. Ukiangalia mfumo wa sasa jinsi unavyoenda, unaona kabisa
mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa wanakuwa loyo zaidi kwa rais kuliko wa Tanzania. Yaani wao oda zao, IGP oda inatoka kwa rais, anaona kwamba hapa nikubaliane na rais na sio wananchi, kwa sababu yeye anawajibika moja kwa moja kwa rais, na sisi tunataka hawa viongozi wawajibike moja kwa moja kwa wananchi. IGP, mkuu wa magereza, mkuu wa polisi, hawa watu wakiteuliwa na wananchi, basi watawajibika kwa wananchi na sio kwa chombo cha dola au kwa mtu mmoja kama rais. Hivyo Tanzania itapata uongozi ambao ni shirikishi, na hawa viongozi watakuwa wanawajibika kwa sababu waliowachagua ni wananchi na sio mtu. Kama serikali itaendelea kukataa mageuzi mnayoyataka, je, Chadema ina mkakati gani mbadala wa kisiasa ambao haukiuki sheria na lazima unaweza kuleta mabadiliko ndani ya nchi? Chadema haitachoka na exhaust mifumo yote, exhaust akili zetu zote katika kupigania demokrasia ya nchi hii, lakini kupigania haki na utawala wa kisheria ya nchi hii. Kama ambavyo tumekuwa tukifanya hapo awali, tutatumia mifumo ya kisheria, yani tutatumia, kama ni maandamano basi tutaandamana kwa sababu katiba inaruhusu. Tutawatoa hawa watawala kupitia hilo boksi la kura ambalo all the time huwa wana rig, lakini this time hatutakubali mpaka tupate katiba mpya. Na ndio maana kilio chetu kwa sasa ni katiba mpya. Yaani katiba mpya ndo suluhishi wa mambo mengine yote. Hizi sheria, kanuni ambazo zinaweza zikatungwa na zikabadilika, ukibadilisha katiba mpya na katiba na nchi kapata reforms, basi haya mambo yote yatakuwa yametatulika. Je, Chadema ina ushahidi gani unaoonyesha kwa mazingira ya uchaguzi kuelekea mazingira ya uchaguzi ujao hayatoe ushindani wa haki na hata chaguzi zilizopita? Ni vigezo gani ambavyo umevitumia kufikia hitimisho hilo? Sijaelewa swali, rudia swali. Ni ushahidi gani unaoonyesha kwa mazingira ya uchaguzi ndani ya nchi hayatoe ushindani wa haki? Ni vigezo gani ambavyo mara kadhaa mmekuwa kufuatia kauli ambazo mmekuwa mkizizungumza mara kadhaa kwamba hakuna haki kwenye uchaguzi? Ni vigezo gani ambavyo mnavitumia kufikia hitimisho hilo kuhusiana na hizo kauli ambazo mara kadhaa mmekuwa mkizizungumza? Asante. La kwanza nilisema hapa, mkurugenzi au mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anateuliwa na rais. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tulisikia kauli kama hakutakuwa na nyunywinywi wala nyunywinywi. La tatu, aliyekuwa rais wa 2025 kabla ya 2025 alitoa kauli na akasema jeshi lijiandae, uchaguzi unakuja. Nchi hii hairuhusu wanajeshi kushiriki kwenye siasa zozote za nchi hii. Ilikuwaje jeshi linaambiwa lijiandae, uchaguzi unakuja? Je, walikuwa wanaambiwa wanajeshi waue? Je, walikuwa wanaambiwa wanajeshi wajiandae kuiba kura? Walikuwa wanaambiwa wanajeshi fanyaje ili uchaguzi uende smoothly? Hilo la pili. Lakini pia ukiangalia hawa watu ambao wanatangaza matokeo ya uchaguzi, ni sehemu ngapi ambazo tumeona uchaguzi umetangazwa, watu wakaingia kwenye mchakato, akapatikana mshindi, lakini jina lililotangazwa sio la mshindi, lakini ni la maelekezo. Hizi kesi zimekuwa ni nyingi sana, na muda wote Chadema huwa tunasema kwamba sehemu fulani tumeshinda, lakini hajatangaza mshindi.